Itifaki imezingatiwa. Tunakushukuru umeshakata utepe, lakini tunaomba uangalie eneo la ofisi ambalo tumeweza kulipata litakalotumika katika miaka minne. Ni ofisi ambayo inatosha nafasi mbele, inavyo vyumba vinne pamoja na sebule yake. Alafu tutaangalia mfano wa gara moja, tuna vyumba vitatu kwa ajili ya gara. Karibu sana. Kwa hiyo tayari tumeshaanza kuwasajili, kuna majina, lakini lazima tujue kata na kijiji chake, jinsi yake, itakuwa namba ya simu, tarehe aliyojiunga, namba yake ya mlipa kodi, ndio tulikuwa tunasema ile TIN, na anwani yake, tarehe ya kuzaliwa, kama amelipa kiingilio, hii ni muhimu. Halafu kadri anavyolipa hisa zinaendelea kuorodheshwa mpaka hisa ya 5, lakini kama na barua kitambulisho cha taifa NIDA. Nashukuru nimepata taarifa kutoka kwa mrajisi msaidizi kwamba hili litaendelea, lakini inaweza siwe kikwazo kwa mara ya kwanza kumtambua mwanachama. Kwa hizi taarifa zote na nyingine zipo. Hiki ni kwa ajili ya hard copy, lakini zitakuwa kwenye mtandao na tutakuwa na kompyuta ambayo na sisi tunasoma, wilayani afisa ushirika anasoma, mkoani anasoma, mpaka Dodoma taifani, lakini hata bodi kama ya kahawa inaweza kaona mkulima yuko vipi. Tunavyo vitabu mbalimbali tumevichukua vya sheria. Nafikiri unakumbuka tumeambiwa sheria namba 6 ya 2013 ya ushirika, lakini tuna kanuni za 2015 zote tunazo. Tuna katiba, hizi ndio zile za kopla ambazo wametoa upya kwa ajili ya uendelezaji. Wana miongozo mingi, na hii hapa ndio inaeleza maharage minada yake itaanza kuwa vipi na inaweza kuwaokoa wakulima. Hapa kwa ajili ya kuendelea kujielimisha pamoja na elimu ya ushirika, lakini kuna elimu ya kilimo na biashara. Mzee Pius Ngeze kama unavyofahamu ni mwandishi mkubwa na ndio maana ni kiongozi wa washauri wetu. Ametupatia vitabu kwa kila mazao matano, lakini kubwa kuliko yote tuna maalum ambacho ni kwa ajili ya ngara. Kipo ambacho alikuwa ameandika kwa ajili ya ngara, mzee tutakuwa tumeweka. Kwa hiyo tutakipata yaani maalum wilaya ya Ngara kwa mazao haya yote matano, mkulima afanye nini. Na kwa hapa vitabu tunavyo vya alizeti, tunavyo vya kahawa, tunavyo vya mahindi, tunavyo vya maharage, na parachichi atatuletea nacho tumeagiza. Lakini hiki hapa ni cha kufanya biashara, yaani kwa mazao yote haya mkulima afanyeje biashara ili aweze kufanya kilimo cha biashara baada ya kilimo cha mazoea. Kusudi letu kama alivyosema Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye vitabu vyake vingine alivyotunga toka awali, hiki hapa ni mwongozo wa siku nyingi. Viko vyama vya ushirika ambavyo kama ulivyoona hata wakati ule kwenye kikao chako mkoani vinaanza kushughulika na mavuno. Kwa hiyo chama kinakutana na mkulima kwenye soko, na hapo ndo na ile changamoto ya uvunaji usiyofanya kuanzia. Ni muhimu ambayo imetoka kwa tarafa ya Rulenge. Rulenge ni kati ya tarafa zinazolima maharage mazuri nchini. Kwa hiyo shukrani aliyoitoa kwa niaba yetu wote. Pili mheshimiwa, ni kitabu hiki kinaitwa imekufa hiyo, kinaitwa uanzishaji na utunzaji wa shamba la kahawa wilayani Ngara. Ni cha kwanza katika nchi, katika dunia hii. Asante sana.